zangu, mashindano haya Wireless Super Cup si jambo jipya. Yalianza muda mrefu kupitia mabonanza ndani ya wilaya yetu ya Mbinga, yakihusisha shule za sekondari, shule za msingi pamoja na vijana wakubwa kwa maana seniors. Hata hivyo, mwishoni mwa mwaka jana tulichukua hatua kubwa kwa kuyarasimisha rasmi mashindano haya baada ya kupata vibali halali vya kuendesha mashindano haya. Hivyo basi mwaka 2026 ndiyo mwanzo rasmi wa ligi hii kwa ngazi ya sekondari na vijana, kwa maana ya vijana wakubwa kama tunavyoshuhudia hii leo. Mashindano haya yanafanyika ndani ya wilaya mbili, ndani ya halmashauri mbili za Mbinga mjini na Mbinga vijijini. Kwa upande wa shule za sekondari, mashindano haya yalihitimishwa tarehe 6 mwezi Machi, ambapo mshindi alikuwa Mbinga sekondari aliyepata zawadi ya jezi, mpira pamoja na kikombe. Kwa upande wa vijana seniors, tulianza na ngao ya jamii iliyofanyika Mbinga vijijini kwa kushirikisha jumla ya timu 8. Mashindano haya yalihitimishwa tarehe 1 Januari 2026, ambapo mshindi alikuwa Bafana FC na walipata zawadi zao kama zilivyopangwa. Kwa sasa upande wa vijijini tuna jumla ya timu 24 zilizogawanya katika makundi manne, na kwa upande wa Mbinga mjini mpaka taarifa ya leo, kama tulivyosikiliza hapa taarifa ya mratibu wetu wa mashindano, tuna jumla ya timu 26. Kwa hiyo tunayo makundi manne. Ndugu wananchi, mashindano haya hayalengi michezo pekee, bali ni maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Tumekuwa tukihusisha mashindano haya na shughuli za kijamii kama vile upandaji miti. Tumeshiriki kupanda miti katika shule ya msingi Mapela iliyopo Mbinga vijijini, ambapo mgeni rasmi alikuwa ndugu Alfred Mishongasa. Pia tulipanda miti Mbinga mjini, ambapo mgeni rasmi alikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, na miti hii tulipanda shule ya sekondari Mbinga. Sisi kama Wireless tunaendelea kushirikisha zoezi hili muhimu la upandaji miti katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali katika utunzaji wa mazingira. Hii yote inaonyesha wazi kuwa michezo ni daraja la maendeleo kimwili, kiakili na kimazingira. Lakini kwa nafasi nyingine, ndugu mgeni rasmi, siku hii ya leo tulipanga kuweke alama kubwa sana ya upandaji miti ndani ya wilaya yetu ya Mbinga. Shule ambayo tulipanga tukapande miti ilikuwa shule ya sekondari Mbambi, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ambazo ziko nje ya Wireless, hatujafanikisha kupanda hivyo. Lakini tulitamani sana ukapande miti pale ili iwe kumbukumbu kwa wale vijana, tuhamasishe shughuli hii ya upandaji miti ndani ya jamii zetu. Lakini pia matarajio yetu ni kuona Wireless Super Cup inakuwa ligi bora yenye heshima inayozingatia kanuni zote za mpira wa miguu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Pia tunalenga kupanua wigo wa kuwafikia vijana wengi zaidi ya mkoa wa Ruvuma, kutoa elimu kupitia dawati la jinsia na watoto, na katika hapa pia kadiri ligi itakavyokuwa inaendelea, tutakuwa tunawashirikisha wadau mbalimbali hususan polisi kwa ajili ya kutekeleza swala letu hili, ili watu waweze kupata elimu kupitia dawati la jinsia na watoto. Lakini pia kuwezesha shughuli za upimaji wa afya kwa vijana na jamii kwa ujumla. Hapa pia tulishaongea na mkurugenzi, tulimwalika, lakini pia tulitamani hata siku ya leo angekuwepo hapa ndugu mgeni rasmi, wala tungepata hata chupa 2-3 za dawa zingeweza kutusaidia katika hospitali zetu hizi ambazo anazihudumia. Lakini kwa bahati mbaya hajahudhuria, ila naamini
watakuwepo na wataendelea kushiriki kadiri siku zinavyokuja. Lakini pia malengo mengine ya mashindano haya ni kuhamasisha umoja, amani, mshikamano katika jamii zetu, kuibua na kukuza vipaji vya vijana wetu, kuimarisha afya za vijana kupitia michezo, kuhamasisha jamii kushiriki katika masuala ya afya kama uchangiaji damu salama, upimaji wa VVU pamoja na utunzaji wa mazingira kupitia upandaji miti. Ndugu mgeni rasmi, kwa upande wa zawadi, mashindano yetu haya ambayo umeyazindua au unaelekea kuyazindua siku ya leo, mshindi wa kwanza atapata zawadi ya shilingi hela taslim shilingi milioni 1, lakini pia atapata jezi pamoja na kikombe maalum. Hapo mbele yako ni baadhi ya vikombe ambavyo tayari tumeshajiandaa kwamba michezo hii inaandaliwa, zawadi zote ziko tayari. Tunaamini vijana wetu watapambana vizuri, timu zetu zimejiandaa vizuri kwa ajili ya zawadi hizi. Tumeweka hapa kama hamasa, mashindano yetu yameanza vizuri, tumeanza na zawadi zote. Kwa hiyo mcheze mpira kwa amani, zawadi zenu zipo za kutosha. Mshindi wa pili atapata shilingi 500,000 na mpira. Mshindi wa tatu atapata shilingi 500,000. Pia tutakuwa na zawadi ya mchezaji bora wa mechi, tutakuwa na zawadi kwa timu yenye nidhamu, tutakuwa na mfungaji bora, kocha bora, golikipa bora pamoja na kikundi bora au mtu mmoja mwenye hamasa na mashindano haya ya Wireless Super Cup. Naomba mtu mmoja aje hapa. Mrefu. Hawa vijana sisi tumewachuja vilivyo. Tulikuwa na timu ya watu 35, 38. Hapa tukapata watu 22. Wengine tumewarudisha jana. Ugudi wako tulikana watu. Lakini tumeshapata krimu nzuri. Krimu hii mimi ndiye nitakailea. Kwa maana huku nilisha print jezi imeandikwa Wireless Sports Club. Malengo yangu yalikuwa kwamba 2030 walau Binga tupate timu inayonukia kuingia ligi kuu. Inayonukia ni malengo. Lakini sasa ndio tunaanza hivyo. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wetu, walimu wetu, aidha endelee kulea hawa vijana. Endelee kuwafuatilia. Sasa hivi tutaingia kwenye watakuwa sehemu mbalimbali. Endelee kuchuja tabia zao. Tunataka vijana wenye nidhamu, wenye kupenda mpira, watamani kwamba au watambue kwamba mpira ni ajira.